Nafurahi kwanza kuwashukuru waandishi wa habari wote. Jambo kubwa nilokuwa nalo na mambo matatu ambayo nataka kuyaadress kwa Tanzania, lakini pia ni address kwa dunia ijue. Ila wanasema mstaarabu mtu yote wamtanguliza na Mungu. Kuhusu jambo lolote nataka kulizungumza, nataka kulifanya. Nami naomba tuanze na Mungu. Mungu atubariki katika press hii. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija kwa taifa hili. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija duniani hapa na kutusaidia kufikia malengo yetu na kuhakikisha tunaipeleka nchi yetu Tanzania katika sehemu salama. Mimi naitwa Mwijaku. Wengi wanapenda kuniita DC, lakini mimi ni kada. Na mambo ambayo amenileta hapa kuzungumza ni matatu. Naanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza nataka niweke clear juu yangu na kutangaza kwangu nia. Nilitangaza nia ya kugombea jimbo la Kigoma, Kazura Mimba, na kila mtu alilipokea, lakini nilipata mapokezi mazuri sana Kigoma kule Kazura Mimba. Lakini japo kukawa na mvutano, wengine wakajitokeza wakasema kwa nini usigombee jimbo la Kawe? Kwa kuna maombi makubwa pia nigombee jimbo la Kawe. Lakini kutokana na utaratibu wa chama changu hauwezi kuanza sasa hivi kusema uanze ingie moja kwa moja kwenye kampeni au kwenye mipango hiyo ya kuanza kufanya siasa. Kwa hiyo nikasema nitumie nafasi hii nirudi nyuma, nisubiri kwanza mpaka utaratibu wa chama changu utakapoweka mipango sawa na kuweka kama watanipa ridhaa, basi nitafanya hivyo. Hilo ndio kubwa nilikuwa nataka nileke sawa. Lakini jambo la pili, nimekuwa nikipokea pia malalamiko juu ya mimi kufanya kipindi kupitia Clouds TV na Sudi Brown. Kuna watu wengine wakasema nimefanya fitna, Huisa tolee kwenye kipindi, nimefanya fitna, Sudi yafanya na mimi kipindi, lakini naomba niweke kitu clear. Kipindi ninachotarajia kufanya na Sudi ni tofauti kabisa na kipindi cha mwanzo kilikuwa kinafanywa Shirawadi. Mimi sio mbea. Kwa hiyo wao mwanzo walikuwa wanafanya kipindi cha Shirawadi, lakini kwa sasa hivi mimi na Sudi tunafanya kipindi kinaitwa Press Release, ambayo kitakuwa kinaruka kila wiki mara moja na marudio yake kesho yake. Kwa hiyo Press Release ina utofauti na kipindi ambacho mlikuwa mnazoea. Kipindi cha Press Release kina namna mbili. Kwanza, tunakwenda sana kijamii, lakini pia tutagusa engo zote za kisiasa, lakini bila kuzisahau za utamaduni. Lakini kikubwa tunakwenda sisi kwa jamii. Tunakwenda kwa jamii kutatua matatizo ya kijamii na kuiletea usuluhisho. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunaenda kutafuta kwenye matatizo. Yale matatizo tunapambana nayo tuweze kuyafanya yasiwe negative, yawe positive. Yaani kama mtu ana tatizo, basi tunamtafutia njia sahihi ya kuweza kutatua yale matatizo. Tunajua watu maarufu wanapitia mambo mengi, lakini watu ambao sio maarufu wanapitia mambo mengi. Tunaweza tukatumia mifano michache ya watu maarufu kwa sababu tunajua, tunaona kila siku kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wapo watu ambao sio maarufu wanapitia matatizo mengi, wanapitia mitihani mingi, wanapitia vikwazo vingi ambavyo kwao ni obstacle katika kufanikisha kazi zao au shughuli zao za kila siku. Sisi hao wote kupitia Press Release tutawafikia. Kwa hiyo hapo utaona utofauti wa content ambayo tumeiandaa na content walikuwa wanaifanya Sudi mwanzo. Ndio maana mimi nagombana na Sudi sana. Yeye anaweza akaendelea na karakta yake, lakini mimi nataka nihakikishe kuwa nakwenda kumsaidia mtu mmoja mmoja. Yaani mtu mmoja mmoja popote alipo tunahakikisha naenda kumsaidia ili kuweza kutatua changamoto alizokuwa nazo. Hakuna mtu ambaye hana changamoto. Na mimi kwa imani yangu, ukiona umepata nafasi ya kumsaidia mtu, basi msaidie. Kwa sababu kwa imani yangu mimi, Qur'ani inasema kila mtu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa alichochunga. Sasa kesho nikifa nikitangulia mbele ya haki, naweza nikaulizwa na malaika au Jibril akaniuliza, Mwijaku ulipata kuwa maarufu, uliutumiaje umaarufu wako? Je, ulitumia umaarufu wako kupata riziki tu au ulitumia umaarufu wako kuwakumbusha wenzio majukumu? Kwa hiyo mimi ninachokifanya, watu wananidhania tofauti. Wengine wanasema Mwijaku unaropoka, Mwijaku unaelezea maisha ya watu. Sielezei maisha ya watu. Dunia imebadilika sasa hivi. Dunia ipo kiganjani,
dunia ipo kwenye vidole vyetu siku hizi. Teknolojia imetuja mkononi. Kwa hiyo ili niwafikie watu kwa urahisi, kila mtu yuko busy na maisha. Njia pekee ya kuweza kuwasaidia watu ni kwenye mitandao ambao mimi na wewe ndio tunashinda huko. Kwa hiyo ndio maana natumia njia ile kuwakumbusha wenzangu majukumu sahihi ya kufanya. Ujue binadamu tumwembo na kusahau. Ndio maana leo unaweza ukafiwa, lakini kesho ukaamka ukaona ukasahau msiba. Ukaanza kucheka, ukafanya mambo mengine, ukaambia ukafa na ajali lakini tunaendesha magari. Unaambia ukafa na ukimwi lakini bado watu tunazini. Unaambia ukafa na fulani, leo tunaambiwa kuna watu walikuwa wanakufa na corona. Lakini angalia sisi tumepata ujasiri, tumepewa hope, tumesimama, tunafanya kazi. Kwa hiyo Mungu ameumba hivyo. Mungu ameumba hofu, lakini Mungu ameumba kusahau. Kwa hiyo ukisahau maana yake unaweza ukaendelea ukafanya vitu vyako vingine. Kwa hiyo kwa sababu kuna kusahau, mimi nimeamua kuvaa viatu vya kukumbushana. Nimevaa viatu vya kuweza kukumbushana ili kesho kutwa nami niulize nilichunga nini? Nikasema bwana, mimi kwa kadri ya uwezo wangu, kwa kadri ya jina langu niliweza kuchunga kitu 1, 2, 3, 4, 5 kwa watu wenzangu. Kwa hiyo hilo nimeamua kuliweka wazi kwa sababu maamuzi yangu ya kufanya TV show na Sudi Brown yasichukuliwe tofauti. Yasichukuliwe ya dhana ya kisasi. Yasichukuliwe dhana labda ya kusema huyu mtu anafanya kitu fulani kumkomoa mtu fulani. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kumkomoa mtu. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kurudisha kisasi kwa mtu. Nafanya TV show kwa sababu ya kuwasaidia Watanzania wenzangu. Nafanya TV show ili kuhakikisha kila mmoja anapata nafasi ya kurekebishika au kukumbuka majukumu yake. Sio kama mimi najua sana, mimi nakosea. Mimi ninapala sehemu nyingi nakosea. Hakuna binadamu mkamilifu. Hata Mwenyezi Mungu anasema alokamilika ni Mungu pekee. Japo mimi naona ya wenzangu, lakini wapo watu wananiona ya kwangu. Mwinjako umeteleza kwenye hichi, mwinjako umeteleza kwenye hichi. Kwa hiyo na mimi unaponambia nakumbuka, watu wengi wananambia, na kweli nikiambiwa mimi nakuja mbele, kweli jambo fulani nimeteleza. Ndio uungwana. Muungwana akiteleza ana regret na ana apologize, anaendelea. Kwa hiyo mimi nimekuja kwenye nafanya kipindi sio sababu ya kisasi kwa mtu au sio sababu ya kushindana na vipindi vya watu. Nimekuja kufanya kipindi na Sudi ambao kipindi chetu kitakuwa na utofauti. Malengo yetu makubwa ni kuhakikisha tunakupa burudani wewe ulioko nyumbani, wewe ambaye umekata tamaa. Tunakuonyesha matatizo ya wenzio, tunakuonyesha ups and down watu waliopitia, watu mambo yaliyowasibu katika maisha yao ambayo kwako wewe yanaweza yakawa chachu au yanaweza kukusaidia ukavuka katika mtihani uliokuwa nao. Hilo ndio nilikuwa nataka niliweke wazi sana. Lakini jambo la tatu, na kabla nje kwanza jambo la 4 kabla sijambo jambo la tatu nifanye leo mwisho. Lakini jambo lingine ni kuwakumbusha ndugu zangu. Niwakumbushe hasa waandishi wa habari. Kila mtu anajua kwa Tanzania ndio nchi pekee ambayo imeweza kusimama na kupita sehemu ambayo dunia nzima ilipita. Kila mtu anajua kwa Tanzania na sisi ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa yameathirika na corona. Lakini tumshukuru rais wetu, tuwashukuru viongozi wetu waliokuwa na dhamana, tuwashukuru watu ambao wamesimamia hili jambo na kuhakikisha kuwa tunakuwa salama. Leo Watanzania tumekuwa mfano duniani, sio tu Tanzania. Tumekuwa mfano duniani. Mataifa makubwa leo yanaiga maamuzi ya rais wetu John Joseph Pombe Magufuli. Leo kila mtu anachukua maamuzi aliyofanya JPM. Tumeona Marekani stopisha lockdown. Tunaona ndugu zetu Kenya, Uganda nao wanaiga mfano huo, wanaanza kuwaruhusu watu wao kufanya kazi. Kwa hiyo kikubwa ni waombe rai, tuendelee kumuunga mkono rais wetu John Joseph Pombe Magufuli kwa maamuzi aliyochukua, lakini pia tuendelee kuchukua tahadhari. Ninaposema tuendelee kuchukua tahadhari, Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni bora kuliko tiba. Japo tuko katika safe side, japo tupo katika mikono salama, japo tupo katika wakati sahihi ambao janga hili halijatuumiza sana, lakini iko haja tusijisahau, tuanze kuchukua hatua kila siku. Tuhakikishe kuwa tunanawa mikono, tuhakikishe tunajipa distance, tuhakikishe tunawalinda watu wanaotuzunguruka. Kuwalinda watu wanaokuzunguruka sio tu kuvaa barakoa au sio tu kunawa mikono. Kuwalinda watu wanaozunguruka, unamkumbusha mwenzio, unamkumbusha wajirani yako, bwana chukua tahadhari, ugonjwa upo, japo tumeambiwa tufanye shughuli zetu za kila siku. Na huo ndio ungwana, na huu ndio Tanzania ambao mimi na wewe naamini ndio tulokuwa nao. Huu ndio Tanzania tulioulisi kutoka kwa
Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza. Hilo lazima tulizingatie na hili lazima mlifikishe. Maana na nyinyi na utaratibu yale ya msingi mnayakata, alafu yale mengine mnayapeleka. Hapana, hii message lazima muipeleke, kwa sababu mnachofanya, mnafanya kazi ya Mungu. Ninaposema unafanya kazi ya Mungu, unaposaidia jamii kupata taarifa, umesaidia binadamu. Unapomsaidia binadamu unapata thawabu. Ukipata thawabu, maana yake tutakuwa wote peponi. Nyinyi mtajisikiaje tukiwa wote peponi hivi? Si mtasikia raha? Tunaanza kule tunapiana exclusive peponi, tumekaa ni raha. Sasa uwezi kuiona pepo kama utendi mambo mema. Ili uingie peponi lazima utende mambo mema. Na mambo mema sio makubwa yale useme mimi bwana unaonekane na kanzu au unaonekane kila siku naenda kanisani. Hapana. Mambo mema ni haya maisha yetu ya kila siku. Mtendee mwenzio wema, mtendee mwenzio mazuri, mkumbushe jambo jema. Ukimkumbusha mwenzio jambo jema, basi hakika pepo itakuwa mikononi mwako. Na Mungu wetu ni Mungu wa imani sana. Mungu wetu, Mungu ambaye hakosei, anakwambia ukifanya jambo na ukiomba toba anakuruhusu, anakusamehe, lakini ukiwa mkiburi hata kuadhibu. Leo tunaona mambo mengi hayaendi kwa mataifa mengine kwa sababu hawajamkabidhi Mungu juu ya corona. Lakini angalia Tanzania. Juzi tumeona Bariki ametoa hela kusafirisha makinikia yale. Hela takriban bilioni sijui ngapi zimelipwa. Na tumelipwa kipindi hichi kigumu. Imagine duniani mataifa mengine yote yapo katika wakati mgumu kuhakikisha kuwa economic freedom yao inakuwa vizuri. Lakini angalia Tanzania. Tumefanya business within this hard time. Kipindi ambacho cha uchumi mgumu sisi tumefanya business. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kuwa ukimkabidhi Mungu jambo lako lazima litafanikiwa. Kwa hiyo naomba mfikishe ujumbe vizuri. Watu tuendelee kuchukua tahadhari, lakini tukumbushane jambo jema. Jambo langu la mwisho ambalo ni la 4 kabla sijaruhusu maswali, ni jambo langu ambalo lilikuwa linahusu mtoto wa Tanasha na mtoto wa Diamond Platinum au Nasibu. Kuna kitu kimoja natakiwa nikiweke wazi hapa na nyinyi waandishi wa habari mkijue kikubwa. Mimi ni Mtanzania, alafu mimi sio mtu wa Dar es Salaam, ni mtu wa mkoani. Sisi watu wa mikoani tunaishi kupitia mila na desturi za Kitanzania. Mimi leo huwezi kunilazimisha nifate mila labda ya Waganda. Huwezi kunilazimisha nifate mila za Marekani. Siwezi, kwa sababu mimi naishi katika mila na desturi za Kitanzania ambazo nimelelewa. Mimi niliposema mtoto wa Nasibu Junior, mtoto wa Diamond na Tanasha, mtoto wangu, tena nilisema damu yangu, ninyi labda mli-interpret negative. Mimi ni mtu wa Kigoma. Diamond Platinum ni mtu wa Kigoma. Mimi ni mtu wa mkoani, Diamond ni mtu wa mkoani. Tunaposema sisi watu wa mkoani, hasa watu wa Kigoma, mtu wa Kigoma sisi ni ndugu. Ninaposema sisi ni ndugu, mtoto wa mkubwa mwenzio ni mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwenzangu mimi sio mkubwa mwenzangu. Mtoto wa mwenzangu ni wa kwangu, na sisi watu wa mkoani, mtoto wa mwenzangu mimi ni wa kwangu. Sasa kwa huyu, kwa nini nilisema huyu ni damu yangu? Hii ni damu yangu kwa sababu Diamond na mimi tunatoka Kigoma. Tuna chembe za Ukigoma, ndio maana nikasema hii ni damu yangu. Japo sio biological blood, lakini ni damu yangu kikabila, ni damu yangu kimkoa, ni damu yangu kiudugu wetu wa kutoka Kigoma. Kwa sasa hili libidi lazima niliweke sawa. Lakini sasa inategemea. Kuna watu wengine sio wote wanaamini mila hizo. Sio wote wanaamini mila na tamaduni za Kitanzania. Mimi ni mtu wa mkoani. Mimi naishi kwa mila. Ndio maana hadi leo unaona kuna matendo ya mila mimi naifanya. Kabla sijaongea hapa nimepiga simu Kigoma, niongee. Ni utamaduni mila kuomba ridhaa wazee. Ni jambo ambalo mimi nimekuwa nalo. Kwa hiyo lolote ninalofanya mjini lazima niwajulishe wao. Kwa hiyo ni mila na utamaduni. Pengine utamaduni wangu ninaofanya unawakwaza wengine. Pengine nilivyosema huu mtoto ni damu yangu, pengine Tanasha alielewa negativity, au pengine familia ya Tanasha alielewa negativity, au hata pengine familia ya Nasibu wameelewa negativity. Labda wakahisi huyu anavyosema damu yangu, huyu maanisha mtoto huyu ni biological wa kwake. Lakini si hivyo. Yule mtoto sio biological wa kwangu, lakini yule mtoto kidamu, yule tayari ana damu ya Kimanyema. Kama ana damu ya Kimanyema, mimi ni Manyema pia. Kama ana damu ya Waha, mimi nina chembe ya Waha. Kwa hiyo tayari ni damu yangu ile. Lakini pengine nilivyoongea hivi, Tanasha alichukulia kwa ukubwa, akaichukulia negativity. Lakini niliongea kutokana na kutumia mila na desturi za Kitanzania. Na mimi kwa sababu ni mtu wa mkoani, naamini sana
tamaduni na mila za Kitanzania. Sijumuishi mila za Kiafrika, mila za Kitanzania nilipokulia mimi. Baada ile statement kwenda, zilienda viral sana. Wakenya wakaanza kunishambulia. Wakenya wamenishambulia mno. Lakini sasa mimi nina familia, nina mke, nina mtoto. Mke wangu akaniambia sawa, umeweza kumfanya sawa, lakini pengine wenzao wamekuelewa vingine. Hebu weka clear. Lakini kubwa zaidi, jana nilikutana na mwanasheria wa Nasibu. Aliniita, alinipigia simu, nikaitikia wito kwa sababu mimi nimesoma. Na katika vitu kozi zangu nilizosoma, niwahi kusoma administrative law. Ninaposema administrative law, kwa hiyo nakuwa nazijua chembe na vifungu vya sheria. Wanasema katika maisha, ukiishi hapa Tanzania, heshimu vitu hivi vitatu. Ukiheshimu vitu vitatu, utakuwa salama. Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu na serikali. Jamani, mbona kama muelewi? Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu serikali. Tunaposema heshimu mahakama, heshimu sheria na vifungu vyake. Kwa hiyo bwana, jana mimi nilipokea wito, nikaenda kwa mwanasheria mjini, ofisini kwake. Akaniita makao makuu pale. Baada ya kuniita, akanambia, unaposema mtoto wa Nasibu wa kwako, una uhakika? Nikamwambia, niliposema mtoto wa Nasibu Junior ni wa kwangu, nilikuwa namaanisha sio biological. Nilikuwa namaanisha kikabila, kinyumbani, kiukanda, kidhehebu. Kwanza, imani yangu ya Kiislamu, wanasema al-Islam, Waislamu wote ni ndugu. Muislamu ndugu yake Muislamu. Hiyo ipo Qur'ani inasema hivyo. Muislamu ndugu yake Muislamu. Hawajasema ulozaa, alosema sijui umezaliwa naye, amesema tu Muislamu ndugu yake Muislamu. Nikamwambia, cha kwanza, mimi yule mtoto ni ndugu yangu, ni damu yangu, kwanza Muislamu. Cha pili, nikasema nilisema damu yangu kwa sababu ana chembe za Umanyema au Uha. Kwa hiyo kama anatoka Kigoma na damu yake imetoka Kigoma, ni damu yangu. Lakini la tatu, kwa sababu mimi nina mapenzi, sina ubaya na Nasibu. Na sisi wa Tanzania, Mheshimiwa Mwinyi leo kusema mtoto wa mkubwa mwenzio mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwenzio sio mkubwa mwenzako, kwa sababu kulikuwa na uharibifu sana wa watoto. Kwa hiyo nikaenda na ile slogan kwa mtoto wa mkubwa mwenzio mtoto wako, mimi huyu mtoto wangu. Lakini naomba Mheshimiwa Advocate niweke clear, sio biologically. Ninaposema sio biological, maana yake sio kidamu, ndio sio mtoto wangu. Lakini ni mtoto wangu kwa sababu mimi na Nasibu tunatoka Kigoma. Lakini sasa akanambia, huoni kwa umesababisha taharuki? Nikamwambia inawezekana kwa nimesababisha taharuki, lakini naomba nimwambie Tanasha, kama nilimsababishia taharuki au mihemko ndani ya nafsi yake, wanasema tuiane radhi. Ninaposema tuiane radhi, yeye kwa sababu najua hajui tamaduni zetu. Mimi naishi kitamaduni, siishi Dar es Salaam, naishi mkoani. Kwa hiyo pengine ilimkwaza. Kwa hiyo ninaposema kama ilimkwaza, sisi watu wazima ambao kama tunasema, ukiona umemkwaza mwenzio, mwambie nilipokukwaza, tuvumiliane, tustiriane, tuiane radhi. Kwa hapa nimekuja kumwambia kwa Tanasha, na kwanza watu pia nataka wajue, mimi na Nasibu hatuna tatizo. Mimi